Yaani mtu ni malaya alafu kanisani ana speak tongue. Hivi unafikiri hiyo ni lugha ya Roho Mtakatifu au amekopi na kupaste? Mwangalie jirani yako, mwambie nimekusikia. Ni ya kwako au hii made in Utawala Deliverance? Makeup za kiroho ambazo watu wanapretendi kuonekana wako spiritually, lakini haya maisha ya kanisani usitudanganye. Wewe ili tukujue kama umeokoka, kama hili neno linakaa kwa wingi ndani yako, ni nje ya kanisa. Ile lifestyle unayoishi kule ndio inadetermine tujue wewe ni nani. Kwa sababu kuhubiri kama ninavyohubiri sio kitu kigumu. Unatulia tu, unaandaa, Roho Mtakatifu nitumie, anashuka na kutumia kwa muda huo, lakini kuna lifestyle ya kwako, sio ya hapa. Unanisikia? Umewahi kuwasikia watu wakiimba nyimbo nzito, ujumbe mzito, yeye mwenyewe yuko tofauti na nyimbo zake. Anaimba simama, yeye mwenyewe alishaanguka zamani. Mwae kuona watu wanafundisha msamaha na kusamehe kanisani. Anavyofundisha watu wa Bwana tusameheane, yeye mwenyewe ana watu moyoni ambao hata kiwaona anatamani kuvomiti. Maisha nje na jengo ndiyo yanatuonyesha neno la Mungu limekaa kwa wingi ndani yako. Na hilo neno ndo litakusaidia kuvuka vikwazo. Kwa sababu vipimo na mitihani tunaamka nayo, tunalala nayo. Na ili ufaulu hiyo mitihani, lazima neno na mafundisho tunayofundisha yakae kwa wingi ndani yako. Ya utakapopita kwenye tabu, haya mafundisho ndio yanakuvusha. Sasa kuna wakati tunajiuliza, hivi injili tunayohubiri inawasaidia watu au wanatuenjoy tu? Kwa sababu kama yanakusaidia, mbona hatuoni mabadiliko yakitokea ndani yako? Yaani kila mtihani unafeli. Ina maana notice huna. Hizi notice ambazo tuna deriva hapa hazikusaidii. Hasikwambii. Maana Daudi anasema neno lako ni taa ya nini? Huniongoza. Hasa kama neno linakuongoza alafu unafanya vitu vya ajabu, hilo neno ni lipi?